kwa hoja hiyo, kama kweli chama kimetazama hivyo, basi kimejaribu kuangalia kilio, kimejaribu kuangalia sasa ukweli ambao unakwenda kutafutwa. Unajua, katika kanuni ya kawaida Abdallah, ukilaumiwa sana katika jambo lolote, tengeneza kamati za kukuhoji wewe mwenyewe, iwe wanao fanya kwa kama kamati. Abdallah, ongoza kamati na nini, kwani hata mimi baba anakosea wapi? Hebu kuweni huru. Ukiweka huru, unajua tatizo. Maana yake kama ni hivi, chama kimetazama tatizo, kimeona kinaenda kutibu tatizo, na pengine inaweza ikawa tiba kubwa, na kwa sababu level ambao tumefika, tunapaswa kuwa hivyo. Kwa mimi binafsi naona kwenda kupata matokeo kwa sababu utayari huo. Yani mimi wanasema katika haki, mimi sijawahi kumwacha salama. Kwanza ni hoja za kitoto sana. Kwani sisi tuna waamuzi waliotoka mwaka jana mwaka juzi kujifunza? Sisi tuna waamuzi wana 5 years brother, years. Ndio waamuzi wana 5 years, wana 10 years, kuna waamuzi wana miaka takriban 15. Sasa nyinyi mnajifunza nini? Yaani miaka 15 sio umedumaa. Si hatuko tayari hivi kati ya sina wa Misri wapi wanatakiwa kujifunza? Sisi tunatakiwa tujifunze kwa wa Misri, si ndio? Wa Misri bado wana waamuzi bora ambao wanakwenda kuchezesha mpaka makombe ya dunia. Lakini dabi haichezeshwi na waamuzi wa ndani. Kwa sababu gani? Kwa sababu miongoni mwao mmoja anakwenda kupendelewa. Hakuna dabi ya mtindo huo. Yes, bwana Sefu, taarifa zilizopo ni kwamba shirikisho la soka Tanzania TFF wamepeleka maombi kwa shirikisho la soka nchini Morocco kuomba seti ya waamuzi kwa ajili ya Kariakoo Derby. Kilio cha Simba wengi kilikuwa ni kupata waamuzi kutoka nje kutokana na baadhi ya matukio ambayo yamekuwa yakijitokeza katika michezo hiyo. Hili kama mwana Simba kwanza umelipokeaje ndugu yangu? Nadhani tulifanya kipindi jana nizungumzia kwenye sekta hiyo kwamba mimi naamini ushindi kama itatokezea suluhu, labda waamuzi ndio wahusike katika suluhu. Umenielewa sio? Kwa nadhani kanuni ipo. Mwaka jana tulikuwa na kanuni, tulicheza na waamuzi wa nje walitokea Misri. Mwaka huu tuna kanuni kabisa inayotuongoza kuchukua waamuzi wa nje, na ndio maana tukashangaa dabi ya kwanza ikuamuliwa na waamuzi wa nje, tukiamini kama kungelikuwepo na uwepo wa waamuzi wa nje, maana yake dabi ingekwisha kwa Simba kuwa wameshinda. Umenielewa Abdallah? Kwa hiyo kwanza TFF watakuwa wametekeleza moja ya matakwa ambayo tulikuwa tunataka kati yetu sisi na mabwana, ili kuondoa hii vurugu. Yaani hakuna malalamiko, na hata dabi ambayo tumechezeshwa na waamuzi kutoka Misri hatakuwa na malalamiko. Ingawaje nao ni binadamu, kuna maeneo wanakosea, lakini kwa wastani tunataka alau wastani wa kawaida katika kukosea. Kwa hii pea waamuzi kutoka Morocco, naamini mwashika bendera wote wawili, na waamuzi wakati watoka Morocco mpaka waamuzi wa akiba kwa maana referee assistant na wenzao. Hii sisi kwetu nadhani inaenda kutupa ushindi na kwenda kutupa mwelekeo, na sisi tunakwenda kuonyesha sasa kwamba nje na waamuzi wa mchongo, uwezo wa kupata matokeo tunao kwa quality tulionayo wachezaji na namna ambavyo tumejiandaa katika hiyo mechi. Naam. Najiandaa vizuri kabisa. Abdallah, tukisema tumejiandaa, unajua mchezo wa mpira ni mchezo wa kisayansi. Mchezo wa mpira unaanzia moja nyuma, wakati mnaanza kupokea mpira. Mchezo wa mpira unaanzia katikati na mwisho. Simba hawaruhusu, yani Simba unayoiona ni Simba ambayo haikuruhusu Abdallah kuendelea kuwatawala maeneo hayo. Inakuruhusu kumiliki. Unajua kuna tofauti ya kumiliki katika uwanja na utawala. Hatutoi gap ya utawala Abdallah. Hatutoi gap ya utawala. Wewe miliki twende. Lakini ikifika unataka kufanya adhabu yoyote, huwa tunazuia kabla adhabu haijafanyaje, haijatufikia. Kwa hiyo kwa hoja hiyo, kama kweli chama kimetazama hivyo, basi kimejaribu kuangalia kilio, kimejaribu kuangalia sasa ukweli ambao unakwenda kutafutwa. Unajua, katika kanuni ya kawaida Abdallah, ukilaumiwa sana katika jambo lolote, tengeneza kamati za kukuhoji wewe mwenyewe, iwe wanao fanya kwa kama kamati. Abdallah, ongoza kamati na nini, kwani hata mimi baba anakosea wapi? Hebu kuweni huru. Ukiweka huru, unajua tatizo. Maana yake kama ni hivi, chama kimetazama tatizo, kimeona kinaenda kutibu tatizo, na pengine inaweza ikawa tiba kubwa, na kwa sababu level ambao tumefika, tunapaswa kuwa hivyo. Kwa mimi binafsi naona kwenda kupata matokeo kwa sababu utayari huo. Yani mimi wanasema katika haki, mimi sijawahi kumwacha salama. Yani kubwa, yani katika haki sijawahi na sikuacha salama. Naweza nikaja swali, unajua kuna watu wana comment chini wanaamini sisi tunasahau tunachosema. Naweza nikaja swali, mbona dabi ile ya Misri walipochezesha wa Misri ulifungwa? Yes, sio shida.
Umenielewa vizuri? Lakini zingekuwa 5 ambazo zilichezeshwa na wahuni wengine, tusingepata matokeo haya unayoyaona katika hizo 5, kwa sababu haki zingetumika, 3 zingekwenda upande wetu. Umenielewa vizuri kwa hiyo kwa kupata waamuzi hao tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kweli anasikia kilio chetu, na tunakwenda kuonyesha mashabiki kwamba sasa mnaona kilio chokuwa tunasema ni hiki hapa, na sisi ndio tulikuwa tunahitaji mambo haya. Red card utaziona siku hiyo, kwa sababu kuna watu ambao nadhani maarifa ya mpira wako chini sana. Na ulinisi Abdallah, usiseme bichwa sijui nini. Mimi mtu akiwa bichwa anamuita bichwa, huwa anatoa cheo kulingana na ulivyo. Kwanza ni hoja za kitoto sana. Kwani sisi tuna waamuzi waliotoka mwaka jana mwaka juzi kujifunza? Sisi tuna waamuzi wana 5 years brother, years. Ndio waamuzi wana 5 years, wana 10 years, kuna waamuzi wana miaka takriban 15. Sasa nyinyi mnajifunza nini? Yaani miaka 15 sio umedumaa. Si hatuko tayari hivi kati ya sina wa Misri wapi wanatakiwa kujifunza? Sisi tunatakiwa tujifunze kwa Wamisri, si ndio? Wamisri bado wana waamuzi bora ambao wanakwenda kuchezesha mpaka makombe ya dunia, lakini dabi haichezeshwi na waamuzi wa ndani. Kwa sababu gani? Kwa sababu miongoni mwao mmoja anakwenda kupendelewa. Hakuna dabi ya mtindo huo. Hawa waamuzi wanasijua na mgando gani, mimi sijajua. Mimi unajua shaka yangu sio waamuzi kuharibu. Unielewe vizuri. Shaka yangu waamuzi wanaharibu kwa maslahi ya mtu mmoja. Hiyo ndio shaka yangu inapokuwa. Waamuzi wote duniani wanaharibu. Ndio maana tuna video assistant referee. Kazi yake ni kumsaidia waamuzi hao wote unaowaona. Sasa sio kwa hawa sasa. Wale wanaharibu, lakini wanaharibu mechi zote. Nyinyi mnaharibu ikicheza fulani na fulani. Yaani nyinyi, mimi sijawahi kuona katika ligi hii kuna mechi 3 mpaka ligi inakwisha wamenyongwa Yanga, sijawahi. Ukiona watalalamika mechi moja walicheza na Azam, basi zilizobaki watu watabakwa, watafanywa hivi, harakati zitakuwa hivi. Sasa hatuwezi kukuza, kwa sababu lengo ni kukuza. Si hatuna lengo la kuwakuza waamuzi hawa kwa sababu ya kuwaonea huruma. Sawa, kuna msemo wa Waswahili wanasema, na mimi ni waige sio dhambi, wanasema huruma sio. Hatuwezi. Yaani huyo mwenye shida kwamba eti hawa asijui tuwabebe, hao ndo wanufaika. Yaani ukimwona mtu yoyote hata kama amesimama katika uchambuzi, bahati mbaya tumegawika tu. Sisi wote tunashangilia hizo timu. Umeelewa vizuri? Kuna wengine watakuwa Simba, sijui wengine. Yaani tunagawika tu. Ukweli kwamba hata hao unaowasikia basi wana maeneo yao ambao wamejiweka. Kwa hiyo kuna namna matukio ambayo yamekuwa yakijirudia mara kwa mara ama yakijitokeza katika michezo ya Tanzania bara, lakini pia katika michezo ya kombe la shirikisho kwa maana FA yetu ya ndani hii. Ndio. Inaweza kuwa sababu ya hiki ambacho tunakiona wadau wa mpira kikiendelea ama kikiendelea kutokea kwa maana ya waamuzi kwanza watakuja kujifunza, kwa sababu pengine hao waone waamuzi wanakuja kuona kwenye klabu bingwa, sasa wanakuja kuona katika dabi. Wao makini wakajifunze. Na nikwambie ukweli uliokuepo. Yaani hao waamuzi wanaokuja kuna adabu utaiona ya kimpira inakuja. Yule mtu kama Boka anachezaji apate red card yule. Mtu hata mpira, yani anavamia mili ya watu wanatukana, kuna muda anadundisha mipira anafanya hivi. Sasa asipofanya hivyo, manake ukimleta kwenye nidhamu sio tabia yake halisi. Tayari tuna uchochoro wa kwenda kutengeneza matokeo. Na akifanya atachukua umeme. Na yako mapenalty mengi ya hovyo ambayo huwa yananyimwa. Ukiwa na waamuzi makini wewe utacheka tu brother. Wale kina Gueo wanapochukuaga vile wanachukuliwa mitama. Sisi tunakwenda kupata tu matokeo. Mimi hapo sina shida. Naam. Hiki ambacho kimetokea kwa maana ya waamuzi kutoka nje, labda inaweza kuwa ni sababu ya yale matukio ambayo yamekuwa yakijirudia kwa waamuzi. Na ndio maana tunaona wadau wa mpira baadhi ya vilabu vikilalamika kwa hilo liko wazi kaka. Kama kungekuwa matukio hayajirudii, tungejifunza. Umenielewa Abdallah? Tungekuwa tayari watu washaji. Tatizo yanahusisha sehemu moja. Nilisema mwanzo, unielewe. Matukio haya yangehusisha vilabu vingine, yanahusisha sehemu moja. Yaani hawa wakubwa si ndio wameletwa? Yaani hawa waamuzi hivi wanakuja kuchezesha Mbeya City na Simba. Wanakuja kuchezesha Simba na Lipuli. Wanakuja kuchezesha Simba na Yanga. Humo ndo kumekuwa na matukio ya kujirudia mara kwa mara. Yaani unajua ngao ya Hisani juzi imeuzwa na Alajiga, ameuza ngao ya Hisani. Sisi tunafungwa goli, anakwenda kusema kweli ilikuwa offside lakini sikuona. Tayari umeshatuhukumu. Yani hawa watu wako nje wanahadisia wao ni machampioni. Wewe unakuja kukiri uko nje, sina tunufaisha nini? Umenielewa sijui? Juzi tumecheza na Azam hapa, sio anafungiwa mechi 7, mnamfungia nini? Wewe ndo muamuzi wa FIFA brother kwa sasa nchini. Ndo muamuzi unaonekana angalau unaweza ukatupa kitu. Wewe ndo unaanza kuua. Hili limekuwa tatizo, ndo sababu ya hiyo unayoiona. Umenielewa sijui Abdallah?
Sababu ya kuitwa waamuzi hawa ni matukio tata ambayo yanajirudia kila wakati, na hata wakisema hawasikii. Sijui kwa sababu hawapewi adhabu za kutosha, sijui kwa sababu labda kuna watu wana maslahi nyuma yao, msijajua, lakini ni hivyo. Kwanza nikumbushe, na hii utaniwekea hapa, mimi hapa nilipo niko sehemu moja wanakuita New Tanga Segera. Location yake kishuka katika stendi kubwa ya Segera, ukiangalia kulia kwako utaiona New Tanga Segera. Na nadhani niwekee makala ya boxer. Tutakuwa na boxer mwezi wa 6. Yaani vitu nisivisahau kabisa. Niwekee makala ya boxer, tutakuwa na boxer, tunakaribisha. Kwa mfano mimi nakaribisha fans wangu. Yaani watakuja kuona vitu vingi, na wale watu ambao wanamuona Seif Simba katika mitandao tu ya kijamii, nitakuwepo siku hiyo. Yaani miongoni mwa watu watakuwepo katika makala hiyo, na mimi nitafanyaje? Abdalla wanatakiwa wasogee. Hii sasa ni kwa niaba ya sisi watu wa Simba na wengine watakaokuja. Kwa hiyo tutakuwa na boxer hapa na tutaipa makala yake, na tunawakaribisha watu New Tanga Segera. Kuna vitu vingi brother. Ukija jana na juzi, kama ungekuja ungetamani kuona kuja kila wakati. Isipokuwa huku upande wa mashabiki, mimi wasia wangu tunatakiwa tuunge mkono club my brother. Simba slogan yake ni nguvu. Nguvu moja ipo kwa Mohamed Dewji, ipo kwa Murtaza Mangungu, ipo kwa Magoli, ipo kwa kina nani huyu sijui Mkwabi na watu wengine. Basi toka ilipotoka juu tutaishi nayo na si chini. Slogan yetu ni hiyo. Asante sana.